Sema Roho Mtakatifu, niko tayari kuponywa na wewe, kufunguliwa na wewe, kuwekwa huru na wewe. Nifungue jioni ya leo na kila roho za wenyeji na miungu yao na mapepo yao na mizimu yao ipate kuniachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, achilia nguvu zako ndani yangu kama kivuli kwa jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Yesu akufikia kabisa. Amen. Sasa jana nilizungumza nikasema shughulikia madhabahu za miungu yao zinazowapa nguvu ya kutawala mji na kukuzuia wewe usimiliki na kufanya wewe uwe mtumwa. Sasa jana tulisoma kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6, Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 17 mpaka 27 mpaka 31. Leo tusome kitabu kile cha Kutoka 12 mstari ule wa 12 mpaka 14. Kutoka 12, nikawaahidi nitakapoipiga nchi ya Misri, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Na kila mwenye uhai aseme amen. Kila mwenye uhai aseme amen. Sema nami nitafanya hukumu. Sema nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Sema tena, mimi ndimi Bwana. Haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Basi jana nilisema vitu vitatu pale. Nikasema nguvu za hizo madhabahu na hiyo miungu inategemea neno au maneno yanayotamkwa kwenye hiyo madhabahu. Nguvu ya kwanza ya madhabahu nilisema ni neno au maneno yanayotamkwa kwenye hiyo madhabahu. Lakini pia nilisema sadaka zinazotolewa kwenye hiyo madhabahu, kwa sadaka ndio zinazoipa nguvu madhabahu. Na la tatu nilisema makuhani wa hiyo madhabahu wanaosababisha moto wa madhabahu wake au uzimike. Tusome pia kitabu kile cha Hesabu mlango ule wa 23. Na kazia tu hivi vitu vichache alafu tuingie kwenye maombi. Kanisa la Bwana, haleluya. Hesabu 23 mstari ule wa 7 mpaka 11, neno la Mungu linasema hivi. Hesabu sura ile ya 23 7 mpaka 11 anasema, akatunga mithali yake akasema, Balak amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Kutoka katika kilele cha majabali namuona, na kutoka milimani na mtazama. Angalia, ni watu wakaao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, ahesabu robo ya Israeli? Na nife kifo chake mwenye haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Balak akamwambia Balamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili unilaanie adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Sema, nimekuleta unilaanie adui zangu, lakini umewabariki kabisa kabisa. Balaki amemwalika mtu anaitwa Balaam ili aje mlaani Yakobo. Sasa laana unayoiona ilikuwa nataka kuachiliwa ni laana ya maneno. Awalaani kwa maneno, lakini kutoka kwenye madhabahu ya miungu. Alaani kwa maneno. Sasa Balaam anamwambia, ni mlaanije ambaye hajafanya nini? Hajalaaniwa. Ni mshutumuje ambaye hajashutumiwa? Kwa badala ya kumlaani alimwogopa. Moja ya silaha ya miungu ni kuachilia laana, matamko ya laana, maneno ya laana. Maneno kama tuone kama utaolewa. Na wengine mmetamkiwa hayo maneno na mama yako aliyekuzaa kabisa. Tuone kama utaolewa.
na wewe ukadhani ni neno la kawaida, kumbe ndani yake lina roho. Anaweza yeye asiwe mchawi, lakini wachawi wakatumia kinywa cha mamako kukutamkia maneno ya laana na yakakupata usipoyashughulikia. Sasa Biblia inasema Balaamu anaweza nimlaanije huyo jamaa ambaye Mungu hajamlaani? Nimshutumuje mtu ambaye hajashutumiwa na Mungu? Na mimi natamani nife kifo cha mwenye haki kama yeye, manake huyu jamaa ni mwenye haki. Na kwa sababu ni mwenye haki halaaniki. Kanisa la Bwana haleluya. Kanisa la Bwana haleluya. Balaki akaanza kulalamika, nimekuleta hapa nimekuajiri uwalaani, badala ya kuwalaani umewabariki. Natamani Mungu akupe neema. Kila roho za wenyeji na miungu yao, kama walitarajia kutamkia maneno ya laana, washangae laana haijakupata katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Sema kila maneno kwa sauti, kila maneno niliyotamkiwa, iwe na wazazi au watubaki, iwe ni wachawi au miungu yao, ninayafuta leo. Hayatanipata, hayatafanya kazi, hayatafanikiwa. Badala ya laana ninabarikiwa kwa damu ya Yesu. Wanaamini waseme amen. Badala ya laana pokea baraka. Badala ya kushindwa pokea ushindi. Badala ya kufilisika katajirike. Badala ya kufunga duka kaongeze na lingine. Badala ya kutokuolewa ukaolewe. Na mwaka huu usipite nyumba ya babako na mama yako ikasikike sauti ya bibi harusi na bwana harusi katika nyumba ya babako. Wanaamini waseme amen. Waliotamka nyumba yenu hakutakuwa na harusi, waone kwenye nyumba hiyo hiyo anatoka bibi harusi na shera, anatoka kijana na suti, anaenda kuolewa na kuoa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Walichora mpaka kwa maneno, wakasema nyumba hii haitaozesha mtu. Ninatangaza jioni ya leo, mama uliyepo hapa, andaa vigelegele, maana sauti ya bibi harusi na bwana harusi itasikika. Waliotegemea laana, laana haitakupata katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Wanaamini waseme amen. Waliosema tuone kama utaendelea, na kuambia kwa Mungu aliye hai, ufanikiwe mbele ya macho yao, na wakaone mafanikio yako, ili wajue laana haijakupata katika jina la Yesu. Haleluya. Kanisa la Bwana haleluya. Madhabahu zinatumiaga maneno, na ndio maana jana nisema kama hii madhabahu haina neno, mwenda uhakika haitakuwa na nguvu. Watakuwa na nguvu wenye maneno ya miungu mingine. Usimwamini mtu hata kanisani. Hata kama ananena kwa lugha usimwamini. Hata kama ni mzee wa kanisa usimwamini. Kuna wazee wa kanisa ni washirikina balaa. Wengine tunawajua kabisa wana nyumba ndogo. Tunajua kabisa huyu ana mitala, lakini kwa sababu ana hela tunampa uzee wa kanisa. Afu akae kwenye vikao vya baraza kuamua mambo ya watakatifu. Atakao yatamka hapo yanakuwa nini? Hatamka uharibifu tu. Tamka uharibifu tu. Siku hizi tumewekwa mtego, wenye hela tunadhani ndio wanaotakiwa kuwa viongozi. Mungu anaweza kumtumia mtu hata unayemdharau akafanya kusudi la Mungu katika jina la Yesu. Mwenye mtego, watumishi tunaangalia hela. Mungu angalie hela. Na tungeenda sawa sawa na Biblia, itakiwa wazee wa kanisa wasipigiwe kura, wafanyiwe interview. Haleluya. Fanya interview. Soma Biblia. Biblia inasema hivi, mtu wa kwenu akiwa hawezi, mpelekeni kwa wazee. Wafanye nini? Wamuombe, wampake mafuta. Biblia haijasema mpeleke kwa mchungaji. Mnawapa wachungaji kazi ambazo sio zao. Kazi ya kuombea wagonjwa na mapepo ni za wazee wa kanisa. Itakiwa Jumapili, siku ya kutafuta wazee wa kanisa. Sasa jamani, wanaotaka wazee wa kanisa wapite mbele. Unapita mbele. Sasa jamani, wagonjwa wapite mbele. Wenye mapepo wote pita mbele. Kuna huduma leo ya interview. Wanajaa wagonjwa hapa mbele, alafu mnamuita mzee mmoja baada ya mwingine. Haya, tueve, tenda hiyo baba. Mzee Sanga, ngoma hiyo. Kemea baba, kemea. Kemea, unisamee Sanga kama upo.
Kemea hiyo roho mpaka itoke. Unakuta mzee yuko hoi, kwa jina la Yesu, pepo toka, na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, shindwa, toka, natoka. Sasa kuanzia leo Mahenge mzee wa kanisa. Kwa nini? Ana upako, ana nguvu. Lakini tuna wazee wa kanisa wengine hata kuombea chakula hawajui. Na tunategemea kanisa lichanue. Linachanulia wapi? Hatuwezi wote kuwa watumishi, lakini roho ya uchaji tuione basi kwa wazee wa kanisa, roho ya uchaji tuione. Kanisa la Bwana, haleluya. Wote mliokuja hapa hamna sauti kwenye baraza. Wote hamna sauti. Wenye sauti hawajaja kwa hata haya maombi, wala wana mpango nayo. Mkikaa kwenye baraza wana mambo ya zamani. Sisi ndio tunataka usharika. Sisi mchungaji wao umetukuta hapa. Sisi hawajaja wiki nzima, kwa mioyo yao ni mawe vile vile. Kwa mnajikuta mnapanga vitu, mnaenda mbele, mnarudi nyuma, mnaenda mbele, mnarudi nyuma, mnaenda mbele. Kwani kuna roho ina sauti ambayo haitaki kubadilika. Wiki hata kama wako mbali, tutalituma neno la Bwana huko, mioyo yao ibadilishwe katika jina la Yesu. Nafsi zao zibadilishwe katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Sio wote, wengine inawezekana wana sababu za msingi kabisa hawajaja, lakini wengi, asilimia kubwa, mambo ya kiroho hawataki. Na ndio wanaoamua mambo ya madhabahu. Ndio ambao baada ya mtu unashangaa ndio wanampangia mpaka na mchungaji ratiba za madhabahuni. Jana nilisema ibada imechelewa kidogo, muda. Haleluya. Simeniita wenyewe. Haleluya. Mpaka mtu akikaa madhabahuni anakosa raha, sababu anajua kuna njemba moja, kazi yake ni kukosoa ibada tu. Leo liturgia sijaielewa. Muuliza amesikia nini neno hajasikia, alikuwa anakagua. Haleluya. Kikikosewa kitu kidogo tu hapa, simu tayari, baba askofu, huyu mchungaji uliyetuletea hatumuelewi. Na kwa sababu wako karibu na askofu, ujumbe unaenda. Wanaofugaga kanisa hawatoki mbali, wako ndani ya kanisa. Lakini kwa sababu gani? Kuna roho inayosukuma wawe na maneno ya mashitaka. Tutajifunza hapa. Moja ya mbinu ya miungu na wenyeji wa mtu ni kutengeneza mashitaka. Haleluya. Mfano uliolewa. Kama mama mkwe hakutaki, kama mama mkwe alikukataa na mtoto wake akalazimisha akakuoa, jiandae na mashitaka asubuhi, mchana, jioni, kama dozi ya vidonge. Kwa nini? Hata ukimpa chakula atasema ameninyima. Mke wako mchoyo, kaninyima, nimeshinda na njaa. Na kati ulimpa chakula, anachotafuta nini? Kukuondoa. Kanisa la Bwana, haleluya. Amtingishe jirani yako, mwambie kila neno lililotamkiwa tunalifuta kwa damu ya Yesu. Sema tena, nalifuta kwa damu ya Yesu. Sema tena, nalifuta kwa damu ya Yesu. Andika kitabu cha Mithali 19. Mithali 19 mstari wa 21. Mithali 19:21. Haleluya, watu wa Mungu. Mithali 19 mstari wa 21 anasema hivi. Mithali 19:21 anasema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndio litakalolisimama. Na kila mwenye uhai aseme amen. Sema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Sema, ninatangaza hila yoyote ya adui yangu wanaoniandalia haitafanikiwa, bali shauri la Bwana juu ya maisha yangu, juu ya biashara yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya afya yangu, juu ya uchumi wangu litasimama. Wanaamini waseme amen. Wanaamini waseme tena amen.
Kuna hila nyingi moyoni mwa mtu. Hila inakujaga na maneno. Mtu anaweza kukusifia lakini moyoni, sasa huyu bora afe. Wanashangaa haufi. Kwani shauri la Bwana linasimama. Kanisa la Bwana, haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie hata kama ni wewe una hila juu ya maisha yangu, na kuambia peupe haitafanikiwa. Ukiona amekasirika ndio huyo huyo. Kuna watu wana hila kanisani na wananena kwa lugha. Wana hila. Unajua roho ya hila ni kama nyoka. Nyoka anakuwa na sumu, akitema umeenda. Ndio watu na wapendwa wengi wana hila. Ndio maana mwambie usimwamini mtu. Mwangalie jirani, mwambie hata wewe sikuamini. Mkazie macho, mtikishe, mwambie hata wewe sikuamini. Mbona wengine amwambiani wote tumekaa wenye hila watupu ni mimi. Mgeuke jirani, mwambie hata wewe sikuamini. Na sio maneno yangu, Biblia inasema usimwamini mtu, usimwamini rafiki, usimwekee kiongozi tumaini, hata mkeo alalaye kifuani pako asijue habari. Kwa sababu adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Adui hatoki mbali, yuko ndani. Hata mchungaji utakuwa shahidi. Ukiwaga hapa madhabahu unapofungisha ndoa, huwa unasemaga kuanzia leo mmekuwa roho moja. Unasema kuanzia leo mmekuwa mwili, roho mbili tofauti. Mwili ni mmoja lakini roho 2 o'clock. Habari ya roho ni nyingine. Unaweza kulala na mke wako kitandani, mko mwili mmoja kitandani. Saa hiyo unaweza kashangaa yuko Isimani anaroga watu, amekuachia mwili. Mwili si mmoja, baki na mwili wako. Mimi naendelea na shughuli zangu. Na baba watu una hili wala leo unakazana tu baby, honey, kumbe ligomba umebakiziwa. Yeye yuko kazini. Usimwamini mtu. Unaweza kulala naye hapa. Na unamshika unaona ni mtu. Kakuachia mwili. Si mmoja mwili. Baki na mwili wako. Yeye huyo Ilula. Saa 11 huyo amerudi. Wewe unadhani ulikuwa pamoja naye, kumbe alikuachia mwili. Roho, nafsi yake vilikuwa mbali. Amwangalie tena mara mwisho, mwambie sikuamini hata wewe. Ukiona nakasirika ndio huyo. Kanisa la Bwana, haleluya. Haya, andika shughulikia sadaka. Shughulikia sadaka zinazowapa nguvu na ya kuwa na sauti katika mji. Shughulikia sadaka zinazowapa nguvu ya kuwa na sauti katika mji. Shughulikia sadaka zinazowapa nguvu ya kuwa na sauti katika mji. Wafalme wa kwanza mlango ule wa 18 mstari wa 25 mpaka ule wa 39. Wafalme wa kwanza mlango ule wa 18 tunaufahamu lakini tusome mstari wa 25 mpaka 30. Tuanze 21, andika 21 mpaka 39. Wafalme wa kwanza tuanze 21. Wafalme wa kwanza 18 21 39 anasema, naye Elia aliwakaribia watu wote akanena sita katika mawazo mawili, hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakujibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali na ni watu 450. Kwa hiyo watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana Mungu yule ajibuye kwa moto, nawe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Sema maneno haya. Sema tena maneno haya ni mazuri. Mstari wa 30 anasema, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjika.
Elia akatwaa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli, naye ataijenga madhabahu kwa mawe haya katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kwa vipimo 2 vya mbegu ukiizunguka madhabahu, kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili, na yale maji akaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimeyafanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hao wajue ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie wewe. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukalamba yale maji yaliyokuwa hapo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Na kila mwenye uhai aseme amen. Kila mwenye uhai aseme tena amen. Fungua na kitabu cha Hesabu 25. Hesabu 25 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hesabu 25 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Kwa kuwa waliwaalika watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao, kisha Israeli kujiungamanisha na Baal-peori. Hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu, kamtundikie Bwana wao watu mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Na kila mwenye uhai aseme amen. Kila mwenye uhai aseme tena amen. Moja ya kitu ambacho madhabahu zinakuaga na nguvu na sauti ni sadaka. Kwa hiyo ili uweze kushinda, shughulikia hizo sadaka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu ya muda nataka tuombe hapa, sitaenda kiundani. Lakini kuna sadaka kwa mfano zinatolewaga njia panda. Unashangaza zingine mayai yamepasuliwa njia panda, si sadaka zile. Kuna mahali pengine kwa mfano ajali inatokeaga kila mwaka, eneo hilo ajali inatokea. Kila muda ajali inatokea na mtu anakufa, damu inamwagika. Maana yake ni sadaka inatolewa hapo. Shughulikia hiyo sadaka. Usipoishughulikia inawapa nguvu watu kumiliki mji. Na moja ya sadaka ambayo wengi watu wanagi ni sadaka ya chakula. Wenyeji wa mji hasa wale, kwa mfano ukifika eneo lolote, usiwe na haraka ya kula misosi ya watu. Sababu si kila chakula ni chakula. Kuna vyakula vingine wanataka kukamata nafsi yako na moyo wako. Ukila tu umefungwa. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, watundike watu wote waliokula chakula. Kwa nini? Biblia inasema wana wa Israeli walialikwa kwenda kwenye sherehe. Kumbe ile sherehe wenzao ni sadaka ya miungu. Wameandaa chakula, wamechinja ng'ombe, wamechinja mbuzi, ni sadaka kwa Mungu wao. Lakini huko katika mwili unaona ni chakula cha kawaida. Wakawaalika waende kula, na wana wa Israeli wakaenda wakala. Angalia matokeo ya kile chakula. Biblia imeanza na kusema hivi, kisha wakaanza kuzini. Kabla ya kula chakula hawakuwa wazinzi. Walipokula chakula, tabia ya uzinzi kaingia ndani yao. Roho ya uzinzi kaingia. Haleluya. Wadada hoye, wasichana hoye, msile vya watu. Kila unachokipokea kinakuja na roho, na hiyo roho itakufuatilia. Useme wajinga ndio waliwao. Hamna mjinga dunia hii. Kaacha mamake mzazi kijijini kule akakupa we hela, we nani? Shangazi yake. Haleluya. Na wadada wengi ndio mlikuta mna roho ya uzinzi. Kwa sababu kuna vitu ulivipokea ukapokea na roho ya uzinzi. Unafuatwa na mtu hata kukataa unashindwa. Nini? Roho ya uzinzi imekamata. Haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Sasa Biblia inasema hao watu walipokula wakaanza kuzini. Na cha pili, wakajiungamanisha na miungu ya Baal-peori. Kwa hawa jamaa walioalika waliwakamata mioyo yao wana wa Israeli kwa chakula, wakasujudu miungu yao. Wakasujudu miungu. Walienda wameokoka, wakarudi wana mungu mwingine. Na ndio maana familia nyingi, angalia, babako alikuwa Mkristo,
bibi Mkristo, babu Mkristo, shangazi Mkristo, wewe Mkristo. Angalia watoto wako, ameenda kuolewa na Muislamu. Ghafla kwenye familia ya Kikristo kuna akina Ashura, akina Sere, akina Juma. Afu tunakuwaga na lugha ya Juma, nasema Mungu ni mmoja. Hakunaga Mungu mmoja, kuna miungu mingi, lakini Mungu wa kweli ni mmoja, na huyo Mungu wa kweli anapatikana kwa kumwamini Yesu. Biblia inasema Yesu ndiye njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mungu yoyote ambaye Yesu sio njia, sio Mungu wako. Sema amen hata kama utaki. Lakini wengi wamekamatwa wapi? Kwenye misosi. Nilisema hapa juzi, wenzetu wametoka kwenye sherehe juzi. Wengi hapa mmekula na futari, mlifuturu za watu. Mlialikwa futari mkala. Mwangalie jirani yako, sura ya futari utaiona tu. Na leo mtatapika hizo futari katika jina la Yesu. Mwangalie usoni, angalia. Na hiyo imetudhoofisha Wakristo wengi. Niliwaambia hapa juzi, wengine mlipoenda kula hivyo vyakula bila kujua mmeungamanishwa na miungu. Na mlipounganishwa na miungu, nguvu za kuomba hamna tena. Mlikuwa mna uwezo wa kunena kwa lugha, uneni tena. Ulikuwa na msimamo wa imani, imani imekufa. Saizi hata kutaja jina la Yesu una nguvu. Unashasema Mnyazi Mungu, Mnyazi Mungu, Mnyazi Mungu, Mnyazi Mungu wao. Mwangalie jirani yako anasemaga Mnyazi Mungu, Mnyazi Mungu. Mnyazi Mungu umemtolea wapi Mnyazi Mungu? Ni Mnyazi Mungu ni wako. Wako tu sisi ni Mungu mwenye enzi. Sio Mnyazi Mungu. Mnyazi Mungu wapi? Ghafla kumtaja Yesu unaanza kuona aibu. Ghafla ulikuwa unasemaga Bwana asifiwe, usemaji siku hizi. Wapi umekamatwa? Umekula vya watu. Umekula chakula cha watu. Na wengine hata kwenye sherehe juzi mmegonga pilau za watu. Sikufundishi uende ukakatae kila chakula. Usininuku vibaya. Sasa si kila chakula kacha. Hapana, mtumishi anasema vyakula ni roho. Sijasema hivyo. Akili za kuambiwa. Ndio maana kuna Roho Mtakatifu. Pima, jaribu. Na indicator moja wapo kujua hicho chakula sio sawa. Mungu hawezi kukufanya ule chakula kama hajakupa indicator. Indicator ya kwanza, kama chakula ni cha roho ya miungu, unakosa amani na chakula. Unakaribishwa lakini unasikia hasira. Yaani chakula ni kizuri lakini unakosa amani ya kula kabisa. Na wachawi ni wakarimu, wanakaribishaga. Karibu, kula kidogo, onja tu. Unajua nimepika kwa ajili yako. Yaani nimepona na moto kuungua kwa ajili ya kuandalia chakula kidogo, onja tu. Au unanionaje? Akitaka kukukamata vizuri anaisha kutishia neno. Au umeniona mchawi? Sasa, ngoja tu basi nile. Ile kwisha habari yako. Kuna wengine imefungwa mpaka ufahamu. Ni mzito kuelewa vitu siku hizi. Ni msahaulifu. Kuna wengine mna usingizi kama yale mandege. Mnajua zile magonerera. Magonerera, mnajua magonerera. Mtu akikaa yuko tu. Yaani ukimpa sekunde 2 kesha lala. Lakini zamani ulikuwa na stamina, uwezo wa kulala. Siku hizi hata ibada ya nyumbani kulala, ile ibada ya pamoja ile, huwezi kutoboa hata dakika 5. Uvuki. Sasa tuanze ibada. Amen. Mkavu. Mnaanza ibada mkavu. Yakianza maombi, jina la Yesu shika. Sipo kuamsha, unalalaga sebuleni. Lakini nguvu imeishia wapi? Chakula. Uwe mwangalifu usiende kula kila chakula. Nimaienda mahali fulani kuhudumu hivi seminar. Ilikuwa Alhamisi, sasa kesho maombi. Nimerudi ofisini kwa mchungaji, akaja mama mmoja akaleta juice ya baridi kwenye jagi. Sasa nimetoka kwenye maombi na makelele huko kokoli na washa, nilivyoliona jagi yani nilisikia ile kutumani yani ujimwagia hivi. Wakati naiangalia hivi muone nikasikia hiyo sio juice. Nikakoma. Ule mama kaiweka kwenye meza akaondoka. Rohoni nikasikia tena hiyo sio juice. Kumbe hii mara ya pili sijaisemea moyoni, kumbe nimeropoka.
mdomoni, hiyo sio juisi. Sasa mchungaji akasikia, sasa mtumishi, unasema sio juisi, hiyo ni juisi. Haya, kumesikia. Sasa kurudisha anashindwa kufuta. Sasa kweli mchungaji, hiyo sio juisi. Sasa hamna, ni juisi ya embe. Sasa ni kweli ya embe, lakini moyoni naona hiyo sio juisi. Hamna mtumishi, sasa ni juisi tu, na huyu mama ndiye anayetuandalaga chakula hapa. Anatuandalaga chakula kila siku hapa. Na hata kulala itakuka lale nyumbani kwake, ila alipata wageni, kwa ndio maana tumekupeleka hotelini. Nikasema Mungu asante, kama juisi tu ndio iko hivi, ningelala kwake. Na jaribu kumsemesha mchungaji, hiyo sio juisi, hata ni juisi. Baadaye akanikazia, sasa kwani hata kama sio juisi una shida gani? Si tutakase. Neno la Mungu linasema mtakula vya kufisha wala havitawazuru. Na nani mwambie Biblia ni msitu. Wengine wanapoteleaga umomo. Neno linaua tena linahuisha. Usikae na mstari kama una ufunuo unaoeleweka. Haleluya. Na mchungaji akakazana, takula vya kufisha. Una imani mtumishi, una imani. Nikamwambia imani iliyonisaidia ni kujua hii sio juisi. Hii nayo ndio imani. Ila kwamba natakasa sijasikia. Ila baba, kama wewe unasikia kutakasa, takasa, ila mimi sinywi. Sasa una imani haba mtumishi. Akabeba juisi yake kaenda nayo nyumbani kunywa na familia dina. Mimi nikarudi nyumbani hotelini nikalala. Asubuhi alikuwa anakuja hotelini saa 2, naona saa 2 hajaja, saa 3 hajaja, saa 4, saa 5. Kupiga simu, anapokea sauti kwa chini, "Tumeisha. Niko hoi hoi." Sasa nini baba? "Tunahalisha nyumba nzima, tunahalisha tumeisha. Tuko hoi." Nikamwambia baba, juisi hiyo baba, juisi ya jana. Sasa eti. Na nikamwambia nyewe mmeishia kuhalisha. Aliyekusudiwa kwenye hiyo juisi ni mimi, sio nyinyi. Kwenye mmepata introduction yaliyokuwemo kwenye juisi. Ningekunywa mimi ndio niliyekusudiwa. Na namshukuru Mungu, umeona. Kesho yake na hiyo jioni naenda kwenye maombi jioni kuombea watu. Walitapika vyakula watu, tapika. Baadaye nikagundua kumbe huu mji wanarogezewa kwa vyakula. Wasingetapika kama hakuna roho kwenye hivyo vyakula. Walitapika mpaka damu. Na manake na mimi walitaka kuniwahi kabla ya maombi. Niwe kama wao. Amwangalie jirani yako, muulize umekunywa juisi ngapi mpaka sasa hivi? Muangalie usoni, mkazie, mwambie umekula vyakula vingapi mpaka sasa hivi? Na hii sio tu swala la kiroho, mpaka kimwili. Waliosoma mambo ya biashara, business, kuna kozi kabisa wengine wanafundishwa. Mfano, kabla hujaenda kuingia mkataba wa kibiashara, ukikaribishwa chakula, usile kwanza kabla ya kukubaliana. Soma mkataba, jua masharti ya mkataba, angalia faida zako unazozipata. Ukizielewa, sign, afu mwambie leta msosi. Ukila kabla, chakula kinakamataga akili na fikra za watu. Ndio maana usimwamini mtu mwenye njaa. Mwangalie jeneo. Mtu mwenye njaa anaweza kafanya maamuzi yoyote dakika yoyote kuongozwa na njaa. Aliye na shiba anakuwa na ufahamu. Labda hiyo mnaelewa. Angalia wengi mlioenda kutafuta kazi, ku apply kazi. Angalia mlipopewa mkataba, macho yako mwanzoni alienda. Yaani jicho lako kwanza ulikimbilia kwenye msosi, mshahara, ukusoma masharti ya kazi. Ulipo sign uliona mshahara mkubwa ukasign. Umeingia kufanya kazi ndio unakuja kugundua masharti ya huo mkataba ni magumu kuliko mshahara. Ulipokea chakula kwanza. Na wengine mmeibiwa baraka zenu kwa chakula. Esau aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa njia ya msosi. Akadharau, sasa kuna haja gani ya kuwa mzaliwa wa kwanza? Mimi na njaa yote, nipe msosi nile bwana. Kama uzaliwa wa kwanza tu chukua uzaliwa wa kwanza. Akala, alipokula kapoteza identity ya uzaliwa wa kwanza. Mpaka sasa hatujawahi kuonaga Mungu wa Esau, tuna Mungu wa Yakobo. Nasema hivi, kuna wengine na mabinti hapa mmeuza utu wenu kwa njia ya chakula. Kuna wengine hapa heshima yako msichana imeuzwa kwa njia ya chakula, chipsi mayai. Umeuza haki yako ya ubinti. Chipsi mayai, kwanza chipsi jina nzuri, viazi mviringo.
tu viazi mviringo vimeondoa heshima yao na utu wao. Chakula tu. Mwangalie jana umekula vyakula vingapi mpaka sasa? Muangalie usoni, mwambie umekula vyakula vingapi? Kwa sababu ingekuwa shughulika baba. Shughulike na hiyo ambao ni makohani, tushughulike na roho zilizosimama, chochote madhara yaliyotokana na chakula tushughulike nayo. Kuna watu hapa mna magonjwa, hayo magonjwa ni vyakula mlirogewa kwenye vyakula. Ambao wamekula vyakula wamekasirika, ndio kula chakula hukumu. Sibala nimekuambia ukweli upoje. Jichunge. Yaani chakula kina apply mwilini na rohoni. Wengi tunamcheka Dr. Janabi. Lakini vingine ni vya kiroho kabisa. Japo vingine anazidisha, lakini vingine ni vya kiroho. Mtu asiyechunga habari ya kula chakula anahatarisha afya yake ya mwili kabisa. Na rohoni ndio zaidi sasa. Kwa mfano siku moja mchungaji anapotangaza hapa, wachungaji waseme Jumapili siku ya sakramenti ya meza ya Bwana, jamani karibuni, nenda kamwalike ambia Jumapili tuna msosi, njoo ule kanisani. Watakuja kula. Kwa nini hawapi? Biblia inasema nini? Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao nini? Uzima. Kama chakula cha Bwana kina uzima, maana kina roho ya uzima. Kinyume chake kuna vyakula vina roho ya mauti. Mpaka na watoto wengine hapa, wazazi mnakumbuka zamani, wazazi wetu zamani, hata mtoto anaambiwa maelekezo, naenda shambani, usile kwa watu. Usile kwa nini? Kwa watu. Akikuruhusu sana anakuelekeza mahali pa kula. Njaa ikikumba sana, nenda kale kwa mama Joyce. Yule mama Joyce manake moyo wa mama na mzazi una amani naye kwamba hata mwanangu akila chakula hatapata shida. Unaweza usile mpaka atakaporudi, usile. Mamangu alikuwa aongeagi mara mbili, anakuita tugodi, naenda shambani, usile kwa watu. Haya mama, anakuita njoo. Nimesema nini? Usile kwa watu. Sogea. Nimesema nini? Usile kwa watu. Anashika sawa. Unaweza nini? Usile kwa watu. Usile kwa watu. Sasa unajiuliza, sijala tu nimepewa introduction, nikila. Unafinywa hujala. Sasa unajiuliza, mimi sijala lakini nafinywa, nikila. Akienda shambani mama anarudi saa 12, mdomo anakuta umebabuka, una njaa. Na ulienda kucheza kwa watu walipoitwa kula watoto wenzako, ukasogea mpaka mlangoni. Waliposema karibu ule godi, sauti ya mama za usile kwa watu. Bila askari, sauti ya mama inarudia huko. Inarudia. Kwa nini wamama watu wazima zamani watushinde maarifa? Sisi watoto wetu wanakula popote tu. Wanakula vyovyote tu. Ndio maana maroho ya ushoga yanaingia. Simama. Kamata na sadaka yako. Situko tayari? Tuko tayari. Kubwa kabisa hapa tunashughulika na hizo madhabahu za hiyo miungu ya wenyeji. Tutashughulika na hizo madhabahu, tutashughulika na maneno yaliyotamkwa kwenye hizo madhabahu. Kama ulitamkiwa maneno ya laana, futa leo mpaka yatoke. Kama zilitolewa sadaka kwa ajili yako, futa na hizo sadaka, achilia damu ya Yesu kama fidia. Unajua sadaka mtu anaweza katoa sadaka kwa niaba yako. Biblia inasema nini? Elia akatengeneza madhabahu, akatengeneza mawe 12. Kwa nini mawe 12? Biblia inasema kabila 10 ngapi? 12 za Israeli. Manake aliwatolea sadaka kabila zote 12, wakafungamanishwa na ile sadaka. Uwe mwangalifu sana na watu wa familia. Wewe unaweza kachangaa umeokoka, lakini miongoni mwa wanafamilia wenzako, ndugu yako mmoja ni mshirikina. Na unashangaa na hela. Kumbe hizo hela anawatoleaga na nyinyi sadaka kwa miungu yake kule. Unashangaa vitu haviendi. Na watu wa namna hiyo, omba msaada uone, hakupi. Sababu miungu ina operate. Kanisa la Bwana haleluya. Kanisa la Bwana haleluya. Watakatifu haleluya. Kamata hiyo sadaka. Nataka tuombe hiyo sadaka, alafu utakuja kutoa sadaka hapa mbele. Alafu wale ambao nilioyahubiri inawezekana yanawahusu kabisa,
utakuja hapa mbele. Aidha ni maneno kwenye familia mnagundua tu hamsogeagi. Na unagundua saa zingine ni miungu tumenezekana kinachokuzuia. Mamako mwenyewe mganga wa kienyeji au babu mganga wa kienyeji. Kwa kuna roho inayofanya vita na wewe. Umeokoka lakini unapambana. Na wengine unaotaga huko kijijini nyumbani kwenu, kila ukiota kijijini, kila ukiota kijijini. Manake ni miungu ya huko nyumbani kwenu ndio kucholea, kuna kukuamulia hapa uvuki. Hapa uvuki. Leo tutavuka katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba Bwana, pokea sadaka hii, ukaibariki, ukaitakabali, ikawe manukato kwenye kiti chako cha enzi. Ninapoiachia sadaka hii, ninaomba Bwana, ukanistawishe, ukanifungue. Kama kuna sadaka zozote zilizotolewa kwa miungu mingine zikafunga maisha yako, damu yako Yesu iliyo sadaka ya pekee ikashughulike na hizo sadaka na kuzifuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea sadaka yangu, pokea na moyo wangu, pokea na mahitaji yangu jioni ya leo. Inawezekana miungu ya eneo ina sauti kuliko mimi. Inawezekana wenyeji wa eneo wana sauti kuliko mimi. Yesu, leo hii ninaondoa hiyo mamlaka yao na sauti zao hazitakuwa na nguvu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo pokea sadaka yangu, pokea na moyo wangu kwa damu ya Yesu, na najiweka wakfu sasa kwa dakika hizi chache. Nguvu zako zinifungue na kuniweka huru kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Wanaamini waseme amen. Tutatumia dakika chache lakini za muhimu, na ukumbuke kuna futari hapa. Kwa tukitoka kuna uji, tutafuturu pamoja hapa. Kwa tutatumia kama dakika 10 au 15 tu au 10 tu. Tuombe, tushughulike na hizo roho. Utakuja kutoa sadaka. Wale ambao unaona kabisa kwenye familia ni kama wote mmewekewa mstari. Maana ni kitu cha familia. Aidha muolewi, familia nzima hamuolewi, familia nzima mna madeni, familia nzima mna magonjwa yanayofanana, kansa, sukari, pressure, uvimbe, yani magonjwa yanayojirudia, utumbo linauma, wote aina moja ya ugonjwa. Maana ni roho ile operate ya familia. Au wale mnaotaka mnakula vyakula usiku, na ulipokula chakula usiku kwenye ndoto umeona madhara yake, na wengine hamjaona madhara, lakini unaotaka mara kwa mara unakula vyakula, utapita hapa mbele. Kanisa la Bwana, haleluya. Na wale ambao roho za mauti zimekamata familia, mauti nayo jirudia rudia, kila mwaka mnazika watu, kila mwaka mnazika watu, maana ni roho iko kwenye familia na operate, utapita hapa mbele. Simenielewa watu wa Mungu? Simenielewa watu wa Mungu? Karibu kwa sadaka, utapita hapa mbele. Chap chap. Ninazidi kutembea maombi yasikie. Bwana uniimarishe, Bwana uniinue.
ninaomba toba kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya familia yangu. Inawezekana roho ya miungu ya eneo ya wenyeji ilinikamata kwa njia ya vyakula vilivyotolewa sadaka kwa hiyo miungu, wakaniunganisha kwenye hiyo madhabahu. Jioni ya leo ninaomba rehema, ninaomba toba. Roho yoyote ya wenyeji wa mji iliyoibeba kwa njia ya chakula au tumboni mwa mama yangu, Bwana Yesu, hiyo roho ninaikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vyakula vya uchawi, vyakula vya uganga vilivyolishwa, vyakula vya uchawi vilivyokaribishwa, iwe kwenye sherehe au kwenye ndoto, jioni ya leo ninavitapika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya Mungu iliyopita kwa njia ya vyakula saa hii, mapepo yaliyopita kwa njia ya vyakula, majini yaliyopita kwa njia ya vyakula, magonjwa yaliyopita kwa njia ya vyakula, roho ya mauti iliyopita kwa njia ya chakula saa hii, toka, achia sasa tumbo langu kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, roho ya mauti saa hii, huu mwili sio nyumba yenu, ninawaamuru sasa, toka, achia, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vyakula vya uchawi ninavitapika kwa damu ya Yesu. Shika tumbo lako hivyo, hesabu mpaka 3, utaita damu ya Yesu kwenye hilo tumbo. Ndio wengine kuna majoka, wewe joka limekaa kwenye tumbo la uzazi, hilo tumbo sio la kwako, sio nyumba yako hiyo. Umempa na vidonda vya tumbo saa hii, hivyo vidonda vya tumbo viondoke. Vyakula vya uchawi na mizimu vilivyokaa kwenye hilo tumbo leo vinatapikwa. Ndio, hamwezi kukaa. Mimba za kipepo, majini mliompa mimba hiyo binti, mlipita kwa njia ya chakula, operation inapita leo mpaka na huo uvimbe kwenye tumbo unayeyuka saa hii. Hesabu mpaka 3, utaita damu
saa hii. Wengine wametupiwa magonjwa, wengine kansa, wengine uvimbe, wengine presha, wengine wametupiwa chini mahaba. Leo hii hiyo pumzi wanayovuta na geuza iwe moto, iwe moto. Sasa na neno lako kitabu cha Mwanzo 2:7, ulitupulizia pumzi ya uhai tukawa nafsi hai. Hiyo pumzi iwe moto saa hii, iwe moto saa hii. Mapepo yatakaa, mizimu itakaa, mizimu itakaa. Ndio mbebeni hiyo, mbebeni hiyo, pelekeni kwenye chumba cha maombi. Anawaondolea watu utulivu wa kuomba. Ndio mbebeni, mbebeni, pelekeni site, pelekeni site. Wahudumu, beba huyo, msihangaike naye hapo. Beba hao walioanguka, peleka site ili kuachilia utulivu. Shika tu tumbo, shika tu tumbo. Na hesabu mpaka 3. Utavuta pumzi, utavuta tu kwa imani, kwa nguvu. Ndio damu Yesu anze kupita kwenye hiyo hewa unayovuta. Neno la Mungu linasema pumzi ya Mwenyezi hupeleleza yaliyo ndani. Na neno la Mungu linasema pumzi ya Mwenyezi huwapa watu akili. Na neno linasema litupulizia kwani pumzi ya uhai tukawa nafsi hai. Acha hiyo pumzi kapeleleze vyakula vya kichawi na uganga. Vitoke saa hii. 1, 2, kusanya nguvu. Utavuta tu pumzi, uvuta kwa imani. 2.5, 3, vuta pumzi yako. Vuta, fanya kwa imani. Fanya kwa imani. Ndio hiyo pumzi na geuza iwe moto, iwe moto. Wengine mnaambiwa mna kansa, wengine mnaambiwa mna uvimbe. Huo uvimbe unatoka. Vuta hiyo pumzi. Vuta, ndio. Haya. Oparete, ndio. Haya. Tapika ile vyakula vya uchawi. Tapika vyakula vya uganga. Leo vinatoka hivyo vyakula vya uchawi. Vinatoka vyakula vya kichawi. Chia, endelea kuvuta pumzi yako. Ndio. Haya, mizimu sikia. Mmekamata maisha yake kwa vyakula. Mlimlisha vyakula ili kumuua. Huyo hafi. Vyakula mlimlisha ili kumuua. Hafi. Leo anapona. Huyo ugonjwa mliotupa kachia vyakula. Toka chia. Ndio. Mama moja anaomba, mama moja ndio. Mwombaji moja mama ndio. Endelea kuvuta tu pumzi yako, vuta. Ukisikia kutapika usijizuie, wewe tapika. Ndio uponyaji wa wewe dada. Ndio. Hudumu mecha mama. Shika tumbo lake mama. Ndio. Haya, operation. Mizimu sikia, operation napita. Operation ya moto. Waliofungwa leo wanafunguliwa, waliowatasa matumbo yanafunguliwa. Tapika hiyo vyakula vya uchawi, vya uganga. Toka chia, ndio. Simama. Ndio. Shika tumbo lako. Yes, operation. Haya, mizimu sikia, huyu sio maneno. Haya, panda chia. Piga kelele, ondoka, huyu sio maneno. Haya, toka chia. Haya, chomoka. Achia tumbo lake. Toka chia. Achia tumbo lake. Nini ya huyu sio maneno, amekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Kakombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Hii sio nyumba yenu. Naongeza moto mara 7. Naongeza moto mara 7. Haya, moto mara 7. Mlikuwa mnakimbia nini? Tumewaona. Huyu sio mali yenu. Moto kwenye tumbo la uzazi. Mmekamata na siku zake. Leo nasiachia haya. 1, 2, 3. Fire ndio. Wabaje ndio kuomba. Ndio. Operation. Ndio.
Operation wamekamata tumbo, wanaliachia leo. Wanaliachia leo. Wanaliachia leo. Wanaliachia leo. Wanaliachia leo. Kwa damu ya Yesu. Ndio. Shika hilo tumbo. Shika hilo tumbo. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Chochote kilicho kwenye mwili wangu leo hii ninakiondoa. Chochote walichoniwekea, walichonitupia kwa njia ya uchawi ili kujifunga, saa hii na kitapita. Ama Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo hii chochote kwenye mwili ninakiondoa kwa damu ya Yesu. Shika tumbo hilo. Tuvute mara ya mwisho kabisa. 1, 2, 3, vuta. Vuta mara mwisho, vuta kwa imani, vuta kwa imani. Operation wengine wanafanywa operation hapa. Wanafanywa operation watu hapa. Vuta tu. Vuta tu, ndio. Yes. Haya, panda chia. Panda chia. Huyu sio Marieli. Mmekamata mpaka fahamu zake, leo anaachia. Achia hili tumbo, sio nyumba yenu. Umili sio nyumba yenu. Haya, 1, 2, 3. Panda chia. Haya, panda chia. Naongeza moto kwenye hiyo pumzi. Naongeza moto wa damu ya Yesu. Huo moto unapita. Mpaka kwenye kitovu. Huo moto unapita. Fire! The name of Jesus. Ndio. Haya, hii nyumba sio ya kwenu. Mapiga itaongozokalia. Hicho kichwa chenu nakipasua. Napasua na kitu kilichokalia. Napasua kitu kilichokalia. Napasua hicho kiti, napasua. Hicho kiti cha uchawi. Pasuka kwa damu ya Yesu. Ndio. Operation ya damu inapita. Operation inapita. Damu inapita. Sema Bwana Yesu, ninajisafisha na kujitakasa kwa damu ya mwana kondoo. Ninapotoka kwenye hii madhabahu, sitaondoka na ugonjwa wala roho ya mauti wala laana ya familia au ya ukoo. Leo hii naifuta kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, saa hii ninavaa vazi jipya la uzima. Kuanzia sasa nikitoka hapa, nguvu zako zinifunike. Shetani asinione, miungu asinione, mapepo asinione, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen.
hizo sauti na hiyo miungu na hivyo vyakula tutavirudia mpaka vitoke. Kwa kesho ni weekend, wahi mapema. Kesho ni Jumamosi, wahi mapema. Tutaanza na haya maombi mwanzoni kabisa, lakini pia kesho tutaombea uzao. Tutaombea uzao, tutaombea familia. Andika majina ya watoto wako, andika majina ya familia yako, njoo nayo kesho madhabahuni hapa. Tutaomba kama familia imefungwa na miungu ya eneo, kesho anaenda kutuachia katika jina. Kama tumewekewa mpaka kwamba hamtavuka, tutavuka katika jina leo. Na tutavunja rekodi katika jina leo. Kuandika majina ya familia, njoo nayo kesho. Njoo nayo majina, iwe ni watoto wako, iwe ni ndugu zako, andika majina yao. Ambao unakumbuka kabisa hii familia tunahitaji Mungu atuvushe, andika majina yao. Tunaingia nayo kwenye maombi kesho. Sawa kwa Mungu. Katika jina la baraka. Lakini kumbuka kuna